Oh yes, karibu sana katika channel yetu. Upo na mwalimu wako Namtike. Leo tutaangalia jinsi gani kuweza kupika kashata za karanga za kusaga ambazo zimesagwa. Kwa hiyo usika nami mwanzo mpaka mwisho wa video hii uweze kupata hayo maarifa. Na kwa wale ambao walishaangalia sehemu ya kwanza, ambao walisubscribe kwa maana waliona mwanzo, hatua ya kwanza na ya pili, hii nimeweka full kwa maana hatua zote mpaka mwisho. Hakuna biashara ndogo, lakini akili ndio ambayo inaweza kaa ndogo kuendesha biashara ili kuweza kupata pesa zaidi. Kwa hiyo twende pamoja. Kwanza malighafi ambayo unapaswa kuwa nayo ni karanga, sawa unapaswa kuwa na karanga zenyewe kama hizo hapo. Sasa unaweza kupata karanga kubwa au ndogo, zozote zile zinafaa. Yaani hapa hakuna ile guidelines kwamba labda utumie karanga design fulani, hapana. Zozote zile zinafaa. Pili, unapaswa kuwa na sukari, unaona? Unaweza kuwa na ladha. Hivi ndio vitu vya msingi ambavyo unapaswa kuwa navyo, kwa maana ni sukari pamoja na karanga. Sawa Vitu vingine vya kawaida ambavyo labda unaweza kula labda na kokoa au maziwa, ni viungo tu vile, au ladha ni wewe tu ambavyo unaamua kuunga katika pishi lako. Sasa hatua ambayo ni ya umuhimu ni ya kuchambua, kwa maana tuweze kutoa zile karanga ambazo zimeoza au takataka zozote kama hivyo hapo, sawa Sije ukaenda kuzitumia katika pishi lako, kashata zitakuwa chungu sana. Kwa hiyo ni lazima uweze kuzichambua ili uweze kupata karanga ambazo ziko safi kabisa, sawa Tukishatoka hatua hiyo, ni tunazioka zile karanga. Sasa mimi sikutumia oven, nilitumia kawaida, kiasi kwamba hata wewe ambao unaweza kuchukua sufuria lako na ukafanya hii shughuli, kwa maana hakuna haja kutafuta sababu, bwana sina oven, sina labda blender kuweza kusaga hizi karanga, au sina hela kwenda kupeleka mashineni kusaga. No, unaweza kutumia sufuria yako kaanga. Kitu cha kuzingatia kama utumia sufuria, kwa maana usidelay mkono kaanga mara zote, sije zikaungua. Zikishakuwa tayari karanga zako zimeiva, unachukua nyungo yako na mimina zile karanga, then unasambaza ili ziweze kupoa kidogo na tuweze kuondoa au kuzimenya, peel off yale maganda, sawa Kwa hiyo utazitandaza, utatafuta sehemu ya nafasi. Mimi nitumia nyungo yangu. Sasa baadaye nikaja kuongeza na tray kwa ajili ya kuzifanya zipoe kwa haraka na niweze kuzimenya, sawa Hapo nikaziacha kwa dakika kadhaa hivi kama 20 au 15, kwa maana 15 zipoe, tena joto lile lipungue. Joto lishapungua, basi unaweza ukamenya, kwa sababu zikiwa na joto kali sana huwa zinakuwa ngumu, lakini zikishapoa hapo zinakuwa safi tu. Yes, ikawa nazimenya hapo kama hivyo, na menya afu na pepeta kwa ajili ya kuweza kutoa yale maganda ambayo yashakubali kama hivyo, kwa just maji uchafu wote, kwa maana kama tusingezimenya au basi uchafu ungekuepo katika kwenye kashata zetu, kwa hiyo tungekula. Kwa hiyo unazimenya hivyo mpaka zitakapokuwa tayari, zitakuwa safi kabisa kama unavyoziona hapo, ziko tayari. Kwa hiyo zikishatoka hatua hii ya kumenya, unaenda kuzitwanga. Mimi nilitwanga kutumia kitu cha kawaida, kwa maana nimefanya hii video kwa maana kuwasaidia wale wengine ambao wanaona shida, wanatafuta sababu kifupi, bwana mimi sina blender au sina hela kwenda kusagia mashineni. Jamani, kitu sikipo, weka hapo twanga, inakuwa safi. Naona inakuwa tu safi, kashata zitakuwa mzuri, zitanulika, zitapendwa, kitu kama hivyo. Mimi sina oven ya kuweza kuzioka. Hauna oven? Chukua sufuria weka jikoni. Nachukua sufuria weka jikoni, zikaange hapo, geuza usidelay, sije zikaongoa upande. Hivyo kwa maana ndo maisha jinsi yanapaswa kuwa. Hapo natwanga karanga zangu, zitakuwa tu safi. Sasa kama nataka upate laini kabisa, usizitwanga zikafikia mwisho kabisa, sawa Kwa maana ukishaona unga natoa, unachekecha unachekecha zile punje kubwa, utazirudia tena kuzitwanga. Ule unga laini unaweka pembeni hivyo. Kwa maana mimi nilitwanga mara moja tu, nilitwanga hivyo. Sikuhitaji zile laini sana. Nitaka kama zitafunika kimtindo hivi. Baada tukishamaliza shughuli zote, kwa maana hizo za kuchambua, za kukaanga, kumenya, kutwanga, baada hapo naenda kwenye hatua ya jikoni moja kwa moja kwenye kupika kashata zetu, sawa Unachukua sufuria lako na bandika jikoni, washa jiko, weka maji katika sufuria kama nilivyofanya, weka sukari. Make sure unakoroga ili sukari iweze kuyeyuka kwa haraka na sije ikangangania pale chini, sije kaganda kule chini, sawa Kwa hiyo unakoroga mpaka sukari inavyoyeyuka, unaacha ichemke, then ikishakuwa tayari unafuata hatua ambayo ipo, sawa Hatua ambayo ipo ni ipi? Unamimina unga wako wa karanga katika sufuria, then unasonga. Sasa hapa ziko design mbili. Unaona mimi nasongea jikoni, mwingine anaepulea chini. Hizo njia zote ni sahihi. Ila kama unapikia jikoni kama hivi, make sure moto umepunguza, moto usiwe mkali, sawa Moto unapunguza, baada hapo utamiminia. Ukishasonga, ukishakoroga,
unamiminia katika meza yako, au kama unatumia tray. Mimi pishi moja niliweka kwenye meza, pishi jingine nikaweka kwenye nini? Kwenye tray. Zote zilikuwa bomba, zilikuwa safi kabisa. Jamani, kama subscribe, share, like na comment. Na kama utahitaji kujifunza zaidi, basi njoo WhatsApp, utasema yes na Mtike. I want to learn more. Kwa maana ukihitaji kujifunza zaidi unakuja kule WhatsApp, utajiunga kwenye grupu letu la mafunzo ya kashata, au kama utahitaji sabuni, sawa, ni wewe tu. Sasa zikishakauka tayari, unaanza kukata, unakata kashata zako, sawa? Kwa hiyo kama ungetaka kashata ziwe laini kabisa, inawezekana. Ukitaka ziwe na vipande kwa mbali kama hivi sasa kwangu, pia inawezekana. Kwa hiyo ni wewe tu utakavyoamua kudesign pishi lako, na wateja watapendelea hivyo hivyo. Be positive, ujasiriamali unalipa. Usikubali kukaa bila kazi wakati kazi zipo nyingi, na kama unafanya kazi na kazi zingine nafasi ipo, basi fanya kile ambacho kitaweza kukuingizia pesa ya ziada. Mambo yanakuwa vizuri kabisa. Faida kwenye kashata ipo ya kutosha sana. Faida ni 45% mpaka 50%. Napozungumzia 45% mpaka 50%, tafsiri kama labda mtaji umetumia shilingi 5000, basi unaweza kupata faida shilingi 4000 mpaka 5000. Sawa? Kwa hiyo ni vitu hivyo. Sasa huenda ukawa unapata changamoto, unaanzia wapi? Yaani ujui, unakuwa na hofu, woga. Njoo WhatsApp. Mwambie na Mtike, bwana, hebu ni guideline, ni kuongoze jinsi gani kuweza kufanya kashata zitoka safi kabisa kama unavyoona hapo. Ni vile tu kuamua, unapoamua kufanya jambo inawezekana. Be positive, ujasiriamali unalipa. Jiunge leo katika madarasa yetu ya WhatsApp. Utajifunza kule ukihitaji sabuni za miche, sabuni za maji, vijora, batiki za mshumaa, usindikaji wa pilipili, bidhaa za nywele, ubuyu wa vipande, ubuyu wa Zanzibar, kashata kama hivi. Ni wewe tu utaamua ujiunge na kozi ipi uweze kupata mahela. Sisi tunafundisha, tuna bring up, tunawachimbua watu ambao walikuwa haamini kama anaweza kutufanya kitu. Hawaamini kama anaweza kutengeneza kitu kikawa kitu. Sisi ndio ambao tunalia nao. Sawa, na tomato tunakuta video zetu tunazifanya katika hali ya kawaida. Tunachukua kinu, weka hapo. Chukua sufuria, zikaange. It's possible kuwa na oven, it's possible kuwa na labda processor, na food processor zile kwa ajili ya kuweza kuzisaga. Lakini mwingine anapata lazima uwe na mashine. No. Wewe fanya hivyo. Kujifunza zaidi, kupata maarifa mengi zaidi, njoo kule WhatsApp ambapo tumeiweka hapo. Hapo pishi lishakamilika.